Kati ya mawe ya kale na miti ya upweke panapatikana sauti za kale zinazozungumza katika kupitia maisha. Ni sauti zinazozungumza kuhusu ujamaa wa kweli, maisha ya kijima yale uliyosoma kwenye historia, basi yanapatikana katika jamii hizi. Jamii hizi ni mfano wa kweli wa undugu, ujamaa, urafiki na kila kitu unachokijua kuhusu mashirikiano. Hawa si wengine, ni jamii za kijamaa, jamii za Wahadzabe, Wailaq pamoja na Watindiga, watu waliobeba hekima ya kweli ya dunia, watu wasiokuwa na kalenda, watu wanaoishi kabla ya mitandao, kabla ya mashine. Na hii si hadithi ya jana, ni maisha ya leo, maisha ya kweli, maisha halisi na yenye mafunzo ya dunia ya sasa. Wahadzabe, Wailaq na Watindiga ni moja kati ya jamii chache barani Afrika na duniani kwa ujumla zilizobaki zikiishi kwa uwindaji, ukusanyaji, lakini pia mashirikiano, bila mashamba, bila mifugo. Maisha yao ni hadithi ya kila siku na pori. Wahadzabe ni jamii inayopatikana nchini Tanzania, hasa katika maeneo ya Ziwa Eyasi, katika maeneo ya Karatu na Manyara. Wanajivunia utamaduni wa uwindaji na ukusanyaji wa matunda, mizizi na asali, bila kujihusisha na kilimo wala ufugaji. Hii inawafanya kuwa miongoni mwa makabila machache duniani yanayoishi kwa njia ya jadi ya uwindaji na ukusanyaji. Katika jamii za Wahadzabe na Watindiga, watoto hujifunza kwa kuangalia wakubwa. Malezi yao yamekaa kijumuiya. Kila mtu ana wajibu na mchango katika kulea mtoto. Yaani, mtoto ni mali ya jamii, na jamii ina wajibu na inahusika katika kumlea mtoto. Watoto wa kiume huandamana na baba au wanaume wakubwa kwenda kuwinda, lakini wasichana hujifunza kuchuma matunda, mizizi na kazi za nyumbani kutoka kwa mama na wanawake wengine. Hii inamjenga kila mtoto kujifunza kutokana na kuona, lakini pia maelekezo kutoka kwa wakubwa wake au watu waliomzidi. Na hii inasaidia sana katika kujenga jamii iliyo bora katika jamii hizi za kijamaa. Kwa Wahadzabe na Watindiga, ndoa kwao ni jambo la kijadi. Halihusishi michakato rasmi ya kiserikali. Wanaume huoa wakiwa na uwezo wa kuwinda na kulisha familia. Wasichana huolewa baada ya kuonyesha ukomavu wa kiakili na kimwili. Yaani, msichana akionyesha kwamba anaweza kumudu stadi za nyumbani kama vile kuandaa vitu mbalimbali, kuandaa mizizi. Kwa upande wa Wailaq, wao ni tofauti. Ndoa huandaliwa na familia na huambatana na mahali ya mifugo. Sherehe za ndoa huambatana na ngoma, nyimbo na mila nyingine. Maisha ya kiutu uzima. Wanawake katika jamii hizi huzingatia shughuli za ndani kama vile kupika, kulea watoto na kufuga. Jamii hizi pia zina mgawanyo wa majukumu kulingana na umri. Umri kama vile kuanzia miaka 0 mpaka miaka 6, hawa wanachukuliwa kama kundi linalohitaji kulelewa. Yaani, kazi yao ni kucheza lakini pia kulelewa. Umri unaofuata ni kuanzia miaka 6 mpaka miaka 12. Umri huu kwa Wahadzabe wanachukulia kama rika linalohitaji kujifunza. Yaani, kwa watoto wa kiume mara nyingi huenda sehemu za karibu na nyumbani kwa ajili ya kuwinda, lakini kwa watoto wa kike wao huongozana na wanawake au wakina mama
hupata nyama kwa ajili ya jamii na pia hulinda kundi. Shughuli zote za uwindaji au usalama wa familia au usalama wa jamii ziko juu ya kundi la watu wazima ambao lina kuanzia miaka 19 mpaka miaka 50. Kwa upande wa wanawake, hushughulika na kukusanya chakula cha mimea kama matunda, mizizi na asali. Pia huandaa chakula. Pia kundi hili hutunza watoto na kushiriki katika shughuli za kijamii. Wazee. Hili ni kundi lenye umri wa miaka zaidi ya 50. Wazee wana wajibu wa kutoa ushauri na hekima, hasa kuhusu maeneo ya uwindaji, mila na historia ya kikundi. Wanaume wazee wanaweza kuongoza makundi au kusaidia katika maamuzi ya jamii. Kwa wanawake, kushiriki zaidi katika malezi na mafundisho ya mila kwa jamii. Jamii ya Wahadzabe wa Iraq ina mifumo ya maisha inayojikita katika ushirikiano na urithi wa kijadi, ambapo kila kundi la umri lina mchango wa kipekee kulingana na uwezo wao wa kimwili na maarifa. Katika jamii ya Wahadzabe, mgawanyo wa majukumu pia unategemea jinsia sambamba na umri. Huu hapa ni baadhi ya mgawanyo wa majukumu kutokana na jinsia. Majukumu ya wanaume. Jukumu la kwanza, uwindaji. Wanaume ndio wawindaji wakuu wa jamii. Hii ni shughuli ya kila siku au kila baada ya siku kadhaa. Wanatumia mishale na pinde, mara nyingine sumu ya asili, kufuatilia na kuwinda wanyama kama swara, nyani au ndege. Shughuli nyingine ni ulinzi wa jamii. Kiuhalisia, jamii ya Wahadzabe haina hatari nyingi za kimazingira, ni chache sana. Wanaume hushughulika na masuala ya kiusalama na kulinda jamii dhidi ya wanyama wakali au mashambulizi ya jamii nyingine za nje. Shughuli nyingine ni kutengeneza zana. Wanaume hutengeneza na kutunza zana kama pinde, mishale, mikuki na vifaa vingine vya uwindaji. Maamuzi ya kijamii. Ingawa jamii ya Wahadzabe haina uongozi wa kimamlaka, wanaume wakubwa hushiriki katika kushauriana kuhusu masuala muhimu ya kimaisha ya kila siku. Majukumu ya wanawake. Jukumu la kwanza, ukusanyaji wa chakula cha mimea. Wanawake ndio wakusanyaji wakuu wa matunda, mizizi, mbegu na asali. Kazi hii inategemea maarifa ya kina ya mimea ya pori na maeneo yenye rutuba. Jukumu la pili, malezi na usimamizi wa familia. Wanawake huhakikisha watoto wanapata malezi ya msingi, chakula na mafunzo ya kimaisha. Kutoa msaada wa kijamii kwa wanawake wengine katika malezi. Shughuli nyingine ni utunzaji wa makazi. Ingawa Wahadzabe hawana makazi ya kudumu, wanawake wanahusika katika kutengeneza makazi ya muda kwa kutumia matawi na nyasi. Shughuli nyingine ni urithi wa mila kwa wasichana. Wanawake wakubwa wana wajibu wa kuwafundisha wasichana kuhusu mila, kazi za familia na maandalizi ya ndoa.